tuwezesha kuwa mahali hapa. Asante Bwana Yesu, naomba unisaidie uweze kulizungumza neno lako katika uwepo wako na katika uweza wako na katika mapenzi yako. Hili neno Bwana ninaomba likafanyike mbele ili uhai wa kila atakayelisikia neno hili Bwana kapate kuinuliwa, alikata tamaa, alikata matumaini. Neno hili likamjenge kila mmoja sawa sawa na makusudi yako na mapenzi yako. Kupitia jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Nasema nazungumzia faida ya kutii maagizo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kutii maagizo ya Mungu kunahitaji unyenyekevu, kunahitaji uamuzi. Ibrahimu, Mungu anamwambia atoke katika nchi. Endelea kusoma mstari wa 2. Nasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulitukuza jina lako, nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Agizo la kwanza Mungu alimwambia Ibrahimu atoke katika nchi yao, nchi ya jamaa zake, nchi ya wazazi wake na ndugu na familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nchi ambayo alikuwa amezoea kuishi, nchi alikuwa na watu ambao marafiki zake, ni nchi alikuwa amezoea kuishi, kufanya mambo yake. Alikuwa na mipango yake tayari, alikuwa amepanga biashara zake, kilimo, ufugaji. Biblia inasema tunapojifunza Biblia inatuonyesha kwamba Ibrahimu alikuwa ni mkulima, alikuwa ni mfugaji mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini imefika wakati Mungu hataki tena Ibrahimu akae katika ile nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia Ibrahimu aondoke katika hiyo nchi, aende katika nchi ambayo Mungu ameahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni agizo Mungu amekusudia, na watu wengi tunapoteza nchi baraka kwa sababu ya kutokuwa waaminifu katika maagizo au ya kutokufanya maagizo yale Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ndilo jambo kubwa limeleta mkwamo kwa watu wa Mungu, limeleta mkwamo kwa kanisa, kwa sababu watu tumeshindwa kuyatii maagizo yale Mungu amekusudia juu ya maisha ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu ana makusudi, anataka kupeleke mahali fulani. Lakini Mungu anataka nini kwako? Anataka utii maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu akatii. Lakini sio jambo rahisi kutoka katika familia, katika mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mazoea na tabia ulizozoea, kutoka katikati ya marafiki uliowazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo linahitaji utii na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka katika familia, kutoka katika mashamba ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yalikuwa ni maamuzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uende katika nchi usiyojua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila Mungu anasema atakapotoka na kwenda katika nchi, yaani atakapotoka Mungu atamuonyesha sehemu ya kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Atamuonyesha katika nchi ipasa kwenda.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa pili anaweka ahadi, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kutii agizo kuna baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema atambariki, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina, nao uwe baraka. Najua majina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hawaelewi, naweza usielewe vizuri kuhusu jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anazungumza na Ibrahimu hapa kuhusu kuliinua jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona katika biashara mbalimbali watu kutumia majina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inaweza ikafika mahali watu wakahitaji kulinunua lile jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili walitumie kwa faida, ili walitumie katika biashara zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siri ya majina. Ndio unamwona Ibrahimu, Mungu anabadilisha jina lake. Mungu anabadilisha jina la Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilikuwa na sababu za msingi Mungu kuliinua jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Madalali, biashara za udalali wengi nyingi zinatumia majina. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapenda sana kutumia majina. Ana madalali hawana mitaji, mitaji yao ni jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anatoka nyumbani na gari yake nzuri, amevaa vizuri, ana keshi, ile keshi ana, lakini yeye mwenyewe ni keshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu sasa hapa anatufundisha umuhimu wa kuwa na jina zuri. Wanaotoka katika utukufu huu na kwenda katika utukufu wa pili, wanaotoka katika baraka hizi na kwenda katika baraka zingine za kiwango cha juu zaidi, wanaotoka katika maombi ya dakika 5 na kwenda katika maombi ya nusu saa na kwenda katika maombi ya lisali moja. Haleluya! Mungu anapenda watu wanaotembea, watu wanaoenda. Mungu alimpenda Ibrahimu, maana Mungu alipomwambia Ibrahimu atoke katika nchi yake, atoke katikati ya jamaa zake, aende katika nchi Mungu aliyoahidi, na katika kutoka Ibrahimu angekuwa taifa kubwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu angekuwa taifa. Ibrahimu angekuwa taifa kwa sababu alitii kutoka katika hali ya kawaida, kutoka katika mazingira ya kawaida, kutoka katika nyumba na mipaka ya baba yake, mipaka ya shamba lake. Mungu akapate kumfanya taifa kubwa. Haleluya! Lazima utoke. Ukitoka Mungu atafungua mipaka yako. Haleluya! Mungu anamwambia ule mstari wa pili, nami nitakufanya wewe taifa kubwa. Hata kufanyaje? Kuna mazingira yanazuia wewe kupanuka. Kuna mazingira yanayozuia wewe kuinuliwa. Kuna mazingira yanayozuia wewe kubarikiwa. Wahitaji uisikie sauti ya Mungu leo, uitie sauti ya Mungu leo. Mungu akupeleke mahali ambapo Mungu akiachilia baraka zitamiminika juu yako. Mungu akiachilia uponyaji utakuja juu yako. Mungu akiachilia nguvu itamiminika juu yako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe.
Ibrahimu asingeweza kubarikiwa akiwa katika yale mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu aliambiwa atabarikiwa tu